Somo la mchana wa leo linasema jifunze kulisha, ipo siku utalishwa. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kufanyaje? Kulishwa, ipo siku utalishwa. Jifunze kutenda mema kwa wengine. Wema unaotenda leo, kuna siku utatendewa jema. Unapojifunza kutenda jambo fulani lilo zuri kwa ndugu yako, lilo zuri kwa jirani yako, lilo zuri kwa binadamu mwenzako, naomba nikwambie mpendwa, unajiwekea akiba wakati ambapo utahitaji utendewe wema. Jifunze kuwa na roho ya kufariji, kuna siku utafarijiwa. Jifunze kutenda jambo lilo zuri leo ikiwa una nafasi, maana ipo siku utatakiwa utendewe hilo jema, na kama ukuwahi kutenda jema, kuna siku utakoswa kukutendea. Katika kitabu kile cha Isaya sura ya 58, Isaya sura ya 58 mstari ule wa 10, Biblia inasema hivi. Isaya 58 mstari ule wa 10, Biblia inasema hivi: na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri, naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji. Ukijifunza kuwatendea wengine jema, kuna siku kutendewa. Maandiko yanasema jifunze kulisha. Ukimkunjulia mtu maskini nafsi yako, ukamkunjulia mtu mwenye shida mikono yako. Tunaishi katika jamii ya watu ambao wana changamoto, na wakati fulani tumewapita. Bwana amekujalia mafanikio, lakini tumewaacha hata bila kuwasaidia. Kumbuka ni mara ngapi mtu alikuwa anahitaji jambo mikononi mwako, lakini haukuwa radhi kusaidia, na bahati mbaya huenda yuko kaburini. Sijui hiyo kesi utaimalizaje na Mungu wako. Maandiko yanasema ukijifunza kulisha, ipo siku nawe utalisha. Kila jambo jema lolote unalofanya leo ni akiba yako siku ya msiba wako. Haleluya! Ni akiba yako siku ya mateso yako, kwa sababu umetenda jema na Mungu hataweza kukusahau. Kitabu cha Luka sura ile ya 6 mstari ule wa 38. Luka mstari wa 6, sura ya 6 mstari ule wa 38. Luka sura ya 6 mstari wa 38. Maandiko yanasema hivi: wapeni watu vitu. Haleluya! Nanyi mtafanyaje? Mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile upimacho ndicho utakachopimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Una kipimo gani ambacho unamtendea mwenzako? Una kipimo gani maishani mwako? Kiwango kile ambacho unawafanyia wengine, iwe ni wema, iwe ni baya, iwe ni tendo fulani, hicho kuna siku utapimiwa. Kuna watu duniani wamezoea kutendea wenzao baya, alafu hawataki wao mabaya wapate. Tena leo jifunze kuwa na tabia iliyobadilika. Kama umejifunza kulipa mabaya, ujue hata wewe kuna siku utalipa hayo mabaya, maana ndiyo itakuwa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Unga mkono kama tuko pamoja huko. Haleluya. Jifunze kutenda mema, ili na wewe wakati wa uhitaji wa kutendewa jema, na wewe upate haki ya wema. Huwezi kutaka mwenzako akutendee jema wakati wewe hutaki kutenda jema.
Mithali 17 mstari ule wa 13. Mstari ule wa 13. Mithali 17. Mithali 17 mstari ule wa 13. Maandiko yanasema hivi: yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Ukijenga tabia ya kurudisha visasi, ukijenga tabia ya kuto kujali, ukijenga tabia ya ugomvi, kuna watu katika maisha, hata kwenye ndoa ndio kuna changamoto zaidi. Mwanamume akichepuka, mwanamke naye kwa akili za ajabu anaamua arudishe kisasi, kumbe anajiua. Maandiko nasema ukirudisha mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka kwako. Sikieni kwambie mpendwa, kuna changamoto zingine umekuwa ukiendelea kuzipitia kama matokeo ya tabia yako uliyoishi nayo hapa duniani. Ninamsihi Mungu kwa jina la Yesu mchana wa leo akakubadilishe tabia yako ili ujue kuwatendea wengine pia mema. Yesu anasema katika kitabu cha Luka 4, kitabu cha Luka sura ya 4, kuna mtu mmoja ambaye alijifunza kutenda mema wakati wa msiba wake, wakati ana uhitaji aliweza kutendewa wema pia. Kitabu cha Luka sura ya 4 mstari ule wa 25. Luka 4 mstari wa 25 hadi wa 26. Biblia inasema hivi: lakini kwa hakika anawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za nabii Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, na mvua haikunyesha katika nchi, na nchi ikaingia katika ukame wa kitaifa. Mstari wa 26 anasema, wala Elia hakutumwa kwa mmojawapo ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Sikia nikwambie mpendwa, kile ambacho Bwana anatufundisha. Katika taifa la Israeli kulikuwa na wajane wengi sana, wengi mno, wengi sana. Lakini wakati wa janga la kitaifa ni huyu mwanamke wa Sarepta tu aliyeweza kutumiwa Elia ili akaweze kumlisha. Kwa nini? Sarepta ni mji wa mipakani mwa Yerusalemu, Israeli, pamoja na mataifa ya Sidoni, na mji ni mdogo sana uliokuwa ukiwa mipakani mwa ile nchi. Ni kamji kadogo pembeni mwa mipaka, na pale ndipo alipoishi huyu mjane. Huyu mjane alikuwa na tabia ya ukarimu katika nyumba yake. Alikuwa na tabia, japokuwa ni mjane, alitumia hiyo nafasi yake katika udhaifu wa ujane kuwasaidia waliokuwa wahitaji. Huyu mjane alijifunza kuwakarimu watumishi wa Mungu muda wote. Yaani huyu mjane alijenga tabia kwamba kila anayepita njia ile, yeyote anayepita pale akiwa na uhitaji wowote ule, huyu mjane alifungua nafsi yake kuweza kumsaidia. Mpendwa, sikia, wakati taifa la Israeli limeingia katika janga la ukame wa kitaifa kama matokeo ya kutomtii Mungu, kama matokeo ya kutomheshimu Mungu, Elia akatumwa kutoka milima ya Gileadi, akashuka akaenda ikulu Yerusalemu. Elia akashuka, alikuwa ni mtu ambaye anavaa vazi, alikuwa anapenda kuvaa vazi, na hivyo akikimbia vazi linapepea kama na mavazi ya Kimasai, pepea. Kwa hiyo akaondoka kule akiwa na ujumbe mkali wa onyo kwa mfalme Ahabu. Akapita akaenda mpaka ikulu, lakini akamwambia Ahabu, sikia,
mvua haitanyesha muda wa miaka 3 ila kwa neno langu. Kwa nini? Mumemwasi Bwana Mungu wa majeshi. Kwa hiyo adhabu imetoka, hakuna mvua. Ahabu anashangaa, Elia amepita. Wanashangaa walinzi, alisharudi Gileadi milimani. Sikiliza, ni baada ya lile tamko tu la Elia, Israeli ikaingia katika ukame usiokuwa kawaida. Nchi ikajaa ukame, mifugo ikafa, watu wana njaa, miti ikapukutisha majani, nchi ikawa jangwa, hakuna nyasi, kila mtu analia. Sikia kwa mpendwa, wakati huo Elia akachukuliwa na malaika akapelekwa eneo moja, kuna kijito cha maji naitwa kijito cha Kerithi. Alipofika pale kwenye kijito cha Kerithi, mbingu zikamlisha. Sikiliza nikwambie mpendo, huyu Mungu ni wa pekee. Wewe unayenisikiliza, Mungu ni wa pekee. Mungu akamlisha Elia akileta mkate pamoja na maji, anakunywa pale Kerithi. Mwisho wa siku kijito cha Kerithi kikakauka. Kijito cha Kerithi kinapokauka, Mungu hajashindwa kumlisha Elia, ila Mungu akiangalia katika taifa la Israeli, kuna mtoto wake mmoja ambaye amebakiza konzi moja tu ya unga na mafuta ili ale alafu afe. Mbingu wakati wa janga la ukame aliangalia ukame wa kitaifa, linamwangalia mtoto wake anaenda kufa kwa sababu kuna janga. Na ngoja nikwambie mpendwa, wakati unapofanya uaminifu mbele za Mungu, tatizo linapotokea, mbingu tayari zimeandaa na mpango wa kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17. Wafalme wa kwanza sura ya 17 kuanzia mstari ule wa 3. Maandiko nasema hivi: neno la Bwana likamjia kusema, fungu la 2:3, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kijito, nami nimemwamuru kunguru, haleluya, wakulishe huko. Yaani kunguru wanaenda mbinguni, wakifika kule wanakutana na malaika, anampatia kunguru msosi, haleluya, kwaja mtoto wa baba. Halafu kunguru analeta mkate ulikotengenezwa Elia ajue. Sharti kula mkate, halafu maji ya kijito. Elia akapata masharti, akala. Mstari ule wa 5, basi akaenda akafanya kama Bwana alivyomwambia. Kaenda pale Kerithi. Mstari wa 6, kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi, halafu na mkate na nyama muda gani? Wa jioni. Mstari wa 7, ikawa baada ya siku kupita, kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nini? Katika nchi. Mstari ule wa 8, neno la Bwana likamjia Elia kusema, linasemaje? Ondoka uende wapi? Sarepta. Ambapo Yesu alishasema kulikuwa na wengi sana wajane katika mji wa Israeli, lakini ni huyu wa Sarepta, na agizo linatoka kwa Bwana, nenda uende Sarepta, mji ulio wa Sidoni, ukakae huko. Kwa nini? Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko hakulishe. Elia akaanza safari, akaenda Sarepta. Elia anapofika Sarepta, anapoingia katika ule mji, akakutana na yule mama akiwa anaokota kuni. Alafu alipofika, jamaa cha kwanza anaomba chakula, maana ameambiwa ukienda Sarepta kuna chakula. Wanaweza wasifiwe. Alafu ukishapata chakula utaishi huko, na nimemwagiza huyu mwanamke akulishe. Sikia kauli za kimbingu. Janga la njaa lipo, Mungu anaona chakula kinaisha, mafuta yanaisha, lakini anayetumwa kwa mjane ameagizwa, nenda utahudumiwa mpaka mvua ije juu ya nchi. Atahudumiaje? Atahudumia kwa hicho chakula kilichopo. Sije Mungu ni wapegeza. Elia akaenda. Elia anapokwenda akafika kwa yule mama, akamsalimia, akamwambia, mama, ninaomba maji. Mama anapojiandaa kwenda kupata maji, tangazo la pili linatoka. Akamwambia, mama, sio maji tu, ninaomba nini? Na mkate. Mama akanyosha maelezo. Sikia, nina mafuta kidogo, nina unga kidogo,
alafu ninaokota hapa kuni, ninaenda nipike nile, maana tutaisha. Nikisha pika na kula, ninategemea kufa. Sikia nikwambie mpendwa, wakati unapokumbana na changamoto, ikiwa uliwahi kutenda jambo jema kwa utukufu wa Mungu, mbele unaona kufa, Bwana anaona uhai wako. Yaani wakati wewe unapopitia matatizo, ukisahau nyuma uliweka kibagani, Mungu kila tendo jema na watoto wake limeandikwa katika vitabu vya kumbukumbu mbinguni. Na hivyo wakati wa tatizo unapofika, mbingu zinapoangalia kumbukumbu ya mtindo wa maisha ulioishi hapa duniani, ya mtindo wa maisha uliowatendea wengine, ya mtindo wa maisha ulivyofanyia majirani, ulivyomtendea mume wako, ulivyomtendea mke wako, tatizo linapofika, mbingu haziangalii unavyoenda kufa, zinaangalia unavyoenda kuokolewa. Kwa nini huyu mwanamke alichaguliwa na mbingu? Kwa nini huyu mwanamke alichaguliwa na mbingu? Jambo la kwanza, huyu mjane alijifunza kuwapa watu vitu. Haleluya! Alijifunza ukarimu. Aliwakunjulia watu nafsi yao. Aliwakunjulia watu nafsi yao. Waliokuwa na shida wakifika kwa huyu mama walikuwa wanapata kufarijika. Na ndio maana Isaya sura ile 58 mstari ule wa 10 nasema, ukimkunjulia mtu nafsi yako, Mungu ataishibisha nafsi yako wakati ule wa shida. Mungu atakushibisha. Yaani unapotenda jambo fulani lilo jema kwa ndugu yako, Mungu amekusudia pia kukusaidia. Sikia nikwambie mpendo, katika siku hizi 10 tumejifunza kwenda kuwafanya wengine wasiomjua Mungu wamjue Mungu. Kwa nini? Mungu anataka utakapokwenda kufanya kwa utukufu wa jina lake, saa itakapokufika ya tatizo, yeye aingilie kati kwa ajili ya maisha yako. Jambo la pili ambalo huyu mama alikuwa nalo, huyu mama aliguswa na mahitaji ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kulisha, ipo siku utalishwa. Huyu mama alijifunza, aliguswa na mahitaji ya wengine, lakini ujue alikuwa ni nani? Ni mjane. Kuna wajane wangapi wakatili katika dunia hii? Kuna wajane wangapi wakatili katika dunia hii? Wajane ambao wako tayari kuwafundisha wajukuu kufanya umalaya ili walete matumizi nyumbani. Wajane ambao hawana tabia ile ya Mungu. Wajane ambao hawawezi kutoa ushauri kwa kizazi cha nyuma. Wajane ambao wakiolewa tena wanasahau misiba yao, wanaenda kutesa watoto wa wengine. Wajane wa namna hii, hao ndio waliokuwepo Yerusalemu. Mungu anapopiga kamera yake anaona kuna wajane wasiowakaribisha watu, akajua akimpeleka Elia atakufa na njaa. Ndio maana Yesu anasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Wapeni watu vitu. Huyo mjane alijifunza kuwapatia watu vitu. Saa ya yeye kupewa, mbingu zilimpa. Jambo la tatu, alijifunza kuisikia sauti ya Mungu kupitia watumishi wake. Haleluya! Katika siku hizi 10 umejifunza kuisikia sauti ya Mungu, na kwa vile umejifunza, nenda ukaweke uliyoyasikia katika matendo ya maisha ya kila siku. Unajua kwa nini huyu mama alijifunza kusikia sauti ya Mungu? Sikia maneno ya Elia yanavyokuja. Maneno ya Elia ni ajabu. Mstari wa 10 hadi 15, Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 10 hadi 15. Maandiko yanasema hivi: basi akaondoka akaenda Sarepta. Huyo ni Elia. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe kuna mwanamke mjane alikuwa anaokota nini? Kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. 11. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama bwanao akuaishivyo, sina mkate ila konzi ya unga
katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuule tukafe. Tuule tufanye. Agizo limetoka, maagizo mawili yanayoambatana, yanayofanya huyu mama aingie katika wakati mgumu. Agizo la kwanza ni la maji. Mama akipiga maji yaliyopo anasema sawa, yatatosha. Ila anapiga hatua, linakuja agizo la chakula, alete mkate. Mungu wangu, huyu mama akanyosha maelezo tena, kwa sababu mama anamjua Mungu. Anapoanza kumjibu Elia, hajibu kama mwanamke wa kidunia hii. Yeye anaanza anasema, kama bwana wako aishivyo. Ni nini maana yake? Yule mwanamke alipomuona Elia anakuja, kwa sababu alijifunza kuisikia sauti ya Mungu kupitia watumishi wake, alijua ninayemjibu simjibu Elia, ninamjibu Mungu ambaye ninamwambia ninaenda kufa. Kwa hiyo afanye maamuzi leo, ili nimpe mgeni ale mimi nife, au atuponye. Ninaenda kupika ili nife. Sikia, kwa sababu alimpatia Mungu wake heshima, aliyemuona katika ndani ya Elia, akaanza bwana wako aishivyo. Mungu akaleta majibu saa ile ile. Sikiliza kwambie mpendo, ukishamjua Mungu wako, wakati wa saa ya hatari ikifika, kwa sababu umempatia heshima, saa hiyo na yeye analeta wokovu. Sikia fungu linalokuja mstari wa 13. Elia akamwambia usiogope. Alichokiona ndani ya ile mama sio kushindwa kumkarimu, wala sio kushindwa kumpatia chakula. Aliona uoga. Aliona nini? Elia naye anamwambia usiogope. Sikia kwambie mpendo, neno usiogope limeandikwa zaidi ya mara 3,000 kwenda 5,000 kwenye Biblia, kwa makusudi ya kuatia moyo watoto wa Mungu wanaopitia changamoto. Na ndio maana Mungu anapokuja kwako hawezi kuja tu kutatua tatizo, anaanza kuondoa hofu iliyomo moyoni mwako. Maana wanadamu baada ya dhambi tumeishi katika hali ya hofu, na kwa sababu tunaishi katika hali ya hofu, kuna mengine yanayoweza kutukabili. Hofu tu inatufanya tufe. Kwa Elia anamwambia usiogope, anamjengea tumaini. Anapomwambia usiogope, anamwambia hivi, enenda ukafanye kama nilivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo uniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao ukale. 14 inaleta sifa ya pekee ya huyu mama alivyokuwa anamjua kumsikia Mungu. 14 anasemaje? Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akafanya, akachukua hatua, akaenda akamletea Elia. Sasa sikiliza kilichokuwa kinafanyika katika ile nyumba. Aliyekuwa anatakiwa kula kwanza ni Elia, maana Elia ndiye amekuja na majibu ya wokovu. Jifunze kumsikia Mungu na ufuate maelekezo na masharti yako kama unataka kuokolewa. Ukikosea maelekezo na maagizo ya Bwana, wokovu hautaupata. Sikiliza, Elia akishamaliza kula, chupa ya mafuta imeisha, alafu pipa la unga na limefanyaje? Limeisha. Ameondoka kabisa, limeisha. Na Elia anaenda kula. Elia akisha shiba, mama anachukua vyombo, anarudi. Akifika ndani anakuta mafuta ni yale, alafu unga ni ule. Anapika, anakula na mwanae, wanatulia, wanasubiria jioni. Anarudi, anakuta pipa lina unga, chupa ina mafuta. Anachukua, anapika, anaanza kula, ni yule wa ujumbe wa mbinguni, anakula. Akisha shiba, anarudi, anakuta umo, anapika, anakula, wanasubiria kesho. Ndivyo Bwana alivyofanya mpaka mvua ilivyokanyaga katika nchi. Kwa sababu ya ukarimu aliyokuwa na huyo mama, hivyo siku ya njaa yake ilipomfikia, siku ya msiba ulipofika, Bwana naye akamkunjulia kumpatia nafsi yake shibe. Mpendwa, sikiliza, jifunze wakunjulia wengine ni baraka yako, ili ukisha wakunjulia wengine, siku ambayo utakuwa na uhitaji, Bwana naye aweze kunjulia mikono yake. Kusudi la Mungu kwa yule mwanamke, kwa yule mjane, anajua itakuwa kusudi la Mungu kwako pia, kwa sababu ya tabia yake. Mungu alikusudia kumwokoa huyu mjane kupitia uwepo wa Elia na sio
kumwokoa Elia. Yaani Mungu sio kwamba alishindwa kumwokoa Elia. Alikuwa na uwezo, kama aliweza kupasua kaburi akina Kora wakaingiamo, alikuwa na uwezo wa kupasua nchi alafu maji yatoke. Lakini yeye alikuwa na mpango wa kumwokoa mtoto wake aliyekuwa anaishi. Na ndio maana akamtuma Elia ili wakaokolewe pamoja. Jambo la pili. Mungu alitaka kujenga tumaini lililokuwa limefikia mwisho. Huyu mama anamwambia Elia, ninaokota kuni nikale nife. Mungu anapoangalia mwanae amefikia kukata tamaa. Sikia, wakati wa kukata tamaa kwako, Mungu anapoangalia kumbukumbu ya maisha yako, yuko haraka kuja kukutia moyo. Tena leo ninakusihi sana Bwana pia kusaidia kukutia moyo, ila ukajifunze kutenda sawasawa na maelekezo ya Bwana wako. Jambo la tatu, Mungu alikusudia kuthibitisha imani ya yule mjane. Imani ya mjane. Yule mjane anaona amekata tamaa, hofu imetawala moyo. Sikia kwambie mpendo, ikiwa utaishi maisha matakatifu na ukafikia mahala kujali wengine katika dunia hii iliyojaa damu, iliyojaa machafu, ukawajali, ukawasaidia, sikia, saa ikifika imani yako itakapoingia mashaka, Mungu atakuja kuimarisha upya. Ukilisha, ipo siku utalishwa. Mfalme Daudi ni mfano mwingine wa watu waliojua kutendea wenzao mema. Mfalme Daudi anaposhinda ushindi juu ya Goliath, akatengeneza vita juu ya Sauli. Maana watu wamemwona Daudi ameleta ushindi katika taifa, na kuanzia siku ile vita ikawepo. Lakini katika nyumba ile ya adui ndipo Mungu ametengeneza wokovu wa Daudi. Nadhani Yonathani mtoto wa Daudi akawa rafiki wa Daudi. Hatimaye mwisho wa siku vita imekwisha, Mungu anataka kumpandisha Daudi kwenye kiti cha utawala. Sauli akafa. Katika ile vita alikufa Sauli, akafa Yonathani mwanaye, alafu familia yote ikafa. Kuna mtoto wa Yonathani aliyekuwa mdogo amebebwa na yaya wake. Wakati tangazo la msiba lipotoka wamekufa, akakimbia. Yule mtoto akachoropoka mgongoni, akaanguka, akapata ukilema. Sasa sikiliza, Daudi akaendelea na vita, akajenga ufalme wake alipotulia. Bwana Yesu asifiwe. Natamani hili pia likusaidie wewe mchana wa leo. Wewe unasikia, Mungu akuguse. Katika kitabu cha Samuel wa pili sura ya 9. Samuel wa pili sura ile ya 9. Mstari wa kwanza taruka, tutasoma na ule wa 7. Daudi alipofika ikulu, amekaa ikulu, maisha yake ametulia, hakuna tatizo lolote. Daudi akakumbuka alivyotendewa mema, alafu yule aliyemtendea mema yuko kaburini. Fungu la kwanza anasema hivi: kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Yonathani anayetajwa na Daudi saa hiyo yuko kaburini, lakini aliyetendewa mema yuko kwenye ufalme. Anauliza, kwa sababu ya Yonathani kuna yeyote aliyobaki kwenye familia ya kwao ya Sauli ili nimtendee mema kwa sababu ya wema wa Yonathani? Na maandiko yanasema Yonathani alimpenda Daudi kwa upendo wa dhati wa moyo, na ndio maana alikuwa akimwokoa na hatari za babake. Saa imefika, Yonathani hayupo duniani, lakini Yonathani duniani ameacha mtoto kilema. Ni nani atamlea? Mefiboshethi analelewa tu, na hatari iliyokuwa ya ajabu, Mefiboshethi watu wameshateka mali za kwao, kamebaki kama kayatima kasipokuwa na utajiri wowote. Lakini katika saa hiyo, mpendwa, nikwambie, ndipo Mungu anakumbusha wema uliowahi kutendwa na babake. Sasa wa 7. Daudi ameagiza, wakamwambia yupo kijana mmoja yuko kwenye nyumba ya Siba, hebu mlete. Wakaenda wakamleta.
nimekuita, ninaagana na wewe. Akamwambia usiogope. Kijana akatulia, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu mimi. Anayekumbukwa alishakufa. Ukilisha, ipo siku utafanya. Yaani umejifunza kutenda mema hapa duniani, alafu umekufa na kufariki, familia umeiacha ina mwelekeo. Kwa sababu ya mema uliyotenda, Bwana atainua roho ya wema kwa waliobaki, ili wakurehemu kwa kizazi kilichobaki. Daudi akamwambia Mefibosheti, sikiliza, wewe usiogope. Moja, utakula hapa daima. Mbili, utajiri wote waliokuteka, mashamba yote ya baba yako utarudishiwa. Sasa sikiliza, Mefibosheti kwa sababu alijiona afai kabisa, anaongea neno gumu sana katika mstari wa 8. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Kwa nini Mefibosheti mpendwa anatumia hii kauli? Maisha aliyoishi Mefibosheti baada ya babu yake na baba yake kufa yalikuwa maisha ya ajabu. Alipitia wakati mgumu sana. Wewe mpendwa ulioko hapa, unayelea watoto wa wenzako unawanyanyasa. Wakwako wanakula, wa wengine wanaumia. Wakwako wanaenda shule, wa wengine ndio wanaosha vyombo, kwa sababu eti unajiita ni watoto wa mwingine, eti wewe ni mama wa kambo. Na kutangazia kwa jina la Yesu ukakome mchana wa leo. Ni nani ajuaye kwamba kesho hautakuwepo duniani na watoto ndio watakaoleta msaada kwako? Ni nani ajuaye kwamba wewe utakuwepo duniani na watoto watahitaji wasaidiwe? Ni nani ajuaye ya kwamba na wewe kuna siku utakuwa mjane na watoto wanahitaji msaada? Ni nani ajuaye kwamba watoto watakuwa ni yatima, watapata msaada kwa nani? Ikiwa wewe umeishi maisha ya kikatili kwa namna hiyo mchana wale, Mungu na akusaidie. Daudi akamwambia, mstari wa 9, Daudi akatoa agizo kwa aliyemleta, aliyekuwa anamlea kipindi hicho. Ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli, akamwambia, mali yote yaliyokuwa ya nyumba ya Sauli na nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako. Mtumwa aliyekuwa anamlea katika mazingira ambayo sio mazuri, sasa anaagizwa na mfalme aliyo madarakani sasa. Sikia, mali zote kwanzia leo zirudi kwake. Alafu jamaa anaagiza, utamlimia, utaleta mali, alafu yatakula. Wanazo utamlimia. Sisi kwambia, ukisha jifunza kutenda wewe, utakuwa akiba siku ya msiba wako. Ulikwambia mpendo, ukijifunza kuwafariji wengine siku wanalia, siku ya machozi yako Bwana ataleta kukufuta machozi. Ukijifunza kuwasaidia wengine katika magonjwa yao, kuna siku utakapougua utapata kukusaidia. Ukijifunza kuongea na wengine na kuwatia moyo katika changamoto, saa inakuja ambapo wewe utakuwa umeumia, Mungu hawezi akakusahau. Najua kuna mmoja anaweza kuwa anapitia misiba, kuna mmoja anaweza kuwa anapitia changamoto. Sisi nikwambie mpendwa, tulia kwa Yesu, saa ipo atawaleta watakao kunyamazisha. Ila jifunze na wewe kuwanyamazisha wengine. Jifunze na wewe kunyamazisha wengine. Unajua kuna watu wengine duniani hapa, akisikia nyumba ya kwao wanalia, na yeye anaanza kushangaa. Kuna mzee mmoja kule kwetu, alikuwa ni mzee wa kabila la Kikerewe. Huyo mzee akisikia kwa jirani wanalia, alafu alikuwa amezindika mwili wake pamoja na nyumba yake na watoto wake. Akisikia kwa jirani wanalia, alafu anauliza, kuna nini? Unamwambia kuna msiba. Nani amekufa? Mtoto huyo mzee. Anauliza, hivi huyo mzee ana akili? Mtoto atakufaje? Hivi ana akili? Huyo mtoto amekufa na ugonjwa gani? Ameugua hivi na vile akafa. Hivi mzee ana akili? Yaani mtoto anakufa hivi. Mimi wakongo hawezi kufa na mimi sifi, wanangu hawafi. Yaani aliishi maisha ya kutokujali sana.
Sawa, siku zikaenda na Mungu akamtunzia akiba ya siku ya kumlipua. Ngoja nikwambie mpendwa, usije ukatenda matendo mema ukakutana ghadhabu ya Mungu. Usije ukatenda matendo mabaya ukakutana ghadhabu ya Mungu muda wote. Jifunze kutenda mema. Huyu baba, saa ilipofika, upepo wa magharibi ukarudisha mashariki. Saa yake ya kujitapa Bwana akainyamazisha, akafumba mdomo. Unajua duniani hapa kuna watu ambao shetani amewaseti midomo yake. Akikwambia jambo utafikiri kwamba ameagiziwa risasi zote duniani ziko mdomoni mwake. Yaani akikupiga utatamani hata ujifiche ili usimwone tena. Upepo ukarudisha, ndugu yangu na nisikia mchana wa leo, kijana wake mkubwa akafa na kufariki. Alipokufa akalia. Alipolia, wazee wenzake pia mtu anasema, huyo mzee amekuaje? Eti amefiwa kijana wake. Naye leo amekuwa mjinga mpaka amefiwa. Halafu ule msiba bado wanafikiria wamemaliza kuzika, wiki moja haijaishaisha akapigwa binti yake aliyekuwa msomi sana na hela akamsaidia, halafu huyo ndiye akatandikwa akafa. Alipokufa mzee akalia kilio cha mtu mzima. Alipomaliza kuzika hao walioambatana akatulia. Baada ya miezi 6 baadaye wakafa tena wawili dabo. Unajua sasa wanaanza kupungua. Ndipo yule mzee akajifunza unyenyekevu. Sikia nikwambie mpendwa, usije ukakubali ukafundisha unyenyekevu wakati umeshachelewa. Mchana wa leo ukutoshe kubadilika, kuishi maisha matakatifu na mema kwa jamii inayokuzunguka. Bwana anapomalizia ujumbe wa mchana wa leo katika kitabu kile cha Zekaria sura ile ya 7. Zekaria sura ya 7, Bwana anasema maneno yafuatayo. Sura ya 7 Zekaria mstari ule wa 8 hadi 14. Sikia Bwana anavyotoa onyo kali sana katika maisha yetu. Wewe unasikia, hebu sikia kauli ile Bwana anayesema. Sura ya 7 mstari wa 8 anasema, kisha neno la Bwana likamjia Zekaria kusema. Zekaria anapewa ujumbe nabii kupeleka katika taifa la Israeli. Anafika anasema hivi, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba fanyeni hukumu za kweli, kila mmoja kila mtu amwonee ndugu yake rehema na huruma. Wewe unanisikia, jifunze kutenda kwa huruma. Kuna watu wamekuwa wakatili duniani. Kuna wengine hata ni viongozi wa nchi, wengine ni mahakimu, wako tayari kudhulumu haki za watu. Mungu anasema jifunze kutenda kwa huruma. Mstari wa 10, tena msidhulumu mjane wala yatima wala mgeni wala maskini wala mtu yeyote miongoni mwenu, asiwaze mabaya juu ya ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe. Usiishi kwa kumwazia mwenzako mabaya. Lakini hao walikataa kusikia, wakageuza bega zao, wakaziba masikio yao ili wasisikie. Bwana akawashangaa. Na ndivyo ilivyo leo, watu wakihubiriwa, wakipewa maelekezo ya Bwana, wanaziba masikio. Yaani unaweza kuwa unahubiri ukadhani unaongea na watu, kumbe unaongea na binadamu, wakati masikio ya watu hayapo. Wakaziba masikio, hawataki kusikia tena. Wengine wanatawanyika, hawataki kabisa kusikia. 12, na walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe. Tumejifunza tumruhusu Roho Mtakatifu afanye mioyo yetu iwe kama ya nyama. Tuondoe mioyo ya jiwe, wasije wakaisikia sheria na maneno ya Bwana wa majeshi aliyopeleka kwa Roho yake kwa mkono wa manabii wa kwanza. Kwa sababu hiyo ghadhabu kuu itatoka kwa Bwana wa majeshi. Ni ghadhabu gani mpendwa, ambayo Mungu ameiweka kwa watu wa tabia chafu? Sikia ghadhabu ya Mungu. Mstari wa 13, ikawa kwa sababu walilia, wao wasitake kusikiliza, basi wao nao watalia, wala mimi sitasikiliza, asema Bwana wa mimi. Mpendwa, sikiliza, unasikia? Bwana anasema hivi, ikiwa amekuonya hutaki kubadilika, kuna
siku utalia, yeye Bwana atakataa kukusikia. Na akikataa kukusikia, ujue uko katika wakati mgumu. Yaani ukiona mtu amekuja kushughulika na changamoto yao, si kwa sababu wewe ni mzuri, ila ni Mungu ameweka roho ya huruma ili huyo mtu akuhurumie. Kuna watu duniani wana kiburi cha kujitosheleza, kwa sababu aidha yeye ana mali, kwa sababu aidha yeye ana heshima fulani, hawezi kujali wengine katika jamii. Yaani hata kama ni msiba ukitoka, yeye ajali. Hata kama ana haraka, hawezi kupita tu angalau angalia aondoke. Wengi yani ajali. Na kwa sababu yeye lazima siku akifa mtaenda. Sikia nikwambie, kuna siku saa itafika ya ghadhabu yako kufika. Utalia na hakuna atakaye kunyamazisha. Mchana wa leo unayemsikia Mungu akinena, ninakusihi kwa jina la Yesu, badilika, ujifunze kuwalisha wengine, ili wakati wa changamoto yako Bwana naye akufungulie mikono yake. Mstari wa 14, lakini nitawatawanya kwa upepo wa kisulisuli katikati ya mataifa yote wasiowajua. Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa ukiwa nchi baada yao, hata hapakuwa na mtu aliyepita katikati yake wala aliyerudi, maana walifanya nchi iliyopendeza sana kuwa ukiwa. Mpendwa, sikiliza mchana wa leo, usije ukaruhusu ghadhabu ya Mungu kukufikia ukabaki mkiwa. Waisraeli waliposhindwa kusikia, Mungu aliwatawanya wakaenda utumwani, na nchi iliyokuwa nzuri, iliyokuwa imejaa asali, ikawa jangwa, ikawa ukiwa. Mpendwa, sikiliza, usije ukakubali hayo maisha yakafika nyumbani mwako. Maandiko yanasema anayependa, anayerudisha mabaya nayo hayataama nyumbani mwako. Yawezekana changamoto unazopitia ni matokeo ya tabia yako chafu. Wewe ulivunja utaratibu wa watoto wa watu kuolewa. Unataka wako kuolewe na nani? Kwa nini nao wasibaki hapo mtaani, ili nao wabaki tu kama mabibi, kumbe bado ni mabinti? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu na atuhurumie. Tena wa leo ni wangapi anasema Yesu, asante kwa ujumbe huu. Yawezekana katika maisha yangu sikujua kuwahudumia wengine, sikujua kulisha. Nimekuwa mchoyo, tena mwenye roho mbaya. Kuna watu wanaishi hata duniani kwenye nyumba zao na watu. Uliwahi kukutana na mama aliyechizi utajiri, alafu akawa na usigero ndani? Akawa na usigero ndani. Kuna mama mmoja, roho amenigusa nisema kabisa kadogo. Kuna mama mmoja alijaa kiburi cha maisha. Kiburi cha nini? Cha maisha. Kiburi cha maisha. Amejaa kiburi cha maisha, alafu mume wake anakuja, akafika akamwambia mama fulani, akasema chakula kiko wapi? Unajua wakati walimkuta yuko wapi? Yuko kwenye ile skrini kubwa. Amekaa pale, alafu anaangalia, anabadilisha channel. Mwanamama anakuja na njaa zake, anafika, mama chakula. Alafu yeye badala hata ya kusimama afanye hata kakiwiko hivi, akamwambia, ameweka miguu yake kwenye sofa kochi lingine. Mtoto wa watu anabadili channel pale, ametulia, anapunga hewa ya mle ndani ya feni safi kabisa. Yaani huo mguu ulipokuwa umeelekea ndio ukawa kidole cha kubonyesha kile chakula kiko wapi. Yaani mama amekaa, anamwambia si hicho hapa. Huyu mwanamke unataka Mungu amfanyie nini mchana wa leo? Na ndivyo walivyo hata watu katika dunia leo, ndivyo tulivyo. Tukome kwa jina la Yesu mchana wa leo. Tuache ukatili kwa binadamu wenzetu. Hao tunao wakatili, nao ni watoto wa Mungu. Wanahitaji waokolewe, wanahitaji wafarijiwe, wanahitaji wasaidiwe. Mungu amekupa mali, Mungu amekupa talanta, Mungu amekupa uwezo. Mara ngapi umesaidia watu? Mara ngapi umefariji watu? Mara ngapi umetia moyo wengine? Mara ngapi umeganga waliovunjika moyo? Mara ngapi uliposikia fulani na tatizo kafikia? Hakuna. Ipo siku tutalia, Mungu naye hatasikia. Mchana wa leo Mungu akaguse akili ya kila mmoja, ili tukabadilike, tujifunze kuishi. Maana tumeumbiwa hapa duniani kutenda matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Tumeumbiwa kutenda matendo mema yanayomwakilisha Mungu wetu. Kabla hajarudi au kabla hujafa, jifunze kuishi
matendo yaliyo safi katika jamii. Bwana na tubariki. Ndio kama nasema, Mungu nisaidie nibadilike mchana wa leo, nifae kwa uzima wa milele, lakini nifae kuwa mtu mwema katika jamii inayozunguka. Simame pamoja na mtu kwenda kuomba. Simama. Tuombe. Baba mwema, Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya neno lako uliotufundisha mchana wa leo. Tunakushukuru sana kutufundisha mtindo wa maisha unaopaswa tuwe nao katika ulimwengu uliojaa dhambi, ulimwengu ulioharibika. Mungu tusaidie. Kuna wakati Mungu tunakiri kabisa tumeishi maisha ya uonevu kwa ndugu zetu, tumeishi maisha ya ukatili kwa ndugu zetu. Hatukutaka kuwakunjulia nafsi zetu ili wapate mema uliotupa. Baba, mchana wa leo ukatusamehe, tuhurumie kabisa, utujaze nguvu ya Roho Mtakatifu ili tubadilike, maisha yetu yakawe bora katika ulimwengu huu. Na ikiwa Yesu utachelewa kurudi, kila mmoja asiyejua, asiyekufahamu, kila mmoja ambaye ameumizwa, tukamhudumie kwa utukufu wa jina lako. Zifanye familia zetu kuwa bora. Ondoa tabia ya ukatili, ondoa tabia ya uchoyo, ondoa tabia ya unyimivu, tukaishi maisha matakatifu yenye kukutukuza wewe katika ulimwengu huu. Na ikiwa Yesu utaruhusu mwingine kulala au rudi mara ya pili, utukaribishe katika asubuhi ile njema. Neema yako yatosha, ndivyo tunavyoomba na kuamini katika jina lako Yesu, amen.